tutajifunza somo linasema lijue tatizo kwenye matatizo unayoyapitia. Kulijua tatizo kwenye matatizo unayoyapitia, hiyo ni hatua ya kuelekea kwenye ushindi kabla hujaanza kupambania hilo tatizo. Mtu asipojua tatizo kwenye matatizo anayoyapitia, itamgharimu sana kutoka kwenye hayo matatizo, kwa sababu huwezi kushughulikia matatizo usiyoyajua. Kutokujua tatizo kwenye matatizo yako, hilo ndio tatizo kubwa kuliko matatizo unayopitia. Usipojua unatokaje kwenye changamoto unazozipitia, kutokujua unatokaje ndio tatizo kubwa kuliko tatizo lenyewe. Usipojua shida yako ni nini, na wakati huo una shida, kutokujua una shida ndio shida kubwa kuliko shida yenyewe. Unapokuwa kwenye kifungo na hujui kwamba upo kwenye kifungo, huwezi kutoka kwenye hicho kifungo mpaka ujue kwamba upo kwenye kifungo. Na kutokujua upo kwenye kifungo ndio kifungo kikubwa kuliko kifungo chenyewe. Sasa leo utaangalia mambo unayopaswa kuyafahamu ili ujue kwamba unatokaje kwenye matatizo. Kwa sababu kuna watu wanapita kwenye matatizo na hawajui tatizo ni nini. Kuna watu wanapita kwenye changamoto na hawajui kwamba wanatokaje kwenye hizo changamoto. Nini ambacho wanatakiwa kufanya? Nini wanachotakiwa kufanya ili watoke kwenye hayo magumu wanayopitia? Nini ambacho wanatakiwa kufanya kwenye hayo mapito wanayopitia? Sasa tutaangalia mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kutokuamini. Maisha yetu yanatawaliwa na imani kwenye kila sehemu ya maisha yetu. Mtu aliyekosa imani ni sawa na gari lililokosa dereva. Katika maisha ya binadamu, nguvu yake iko katika imani. Imani ndio inayoruhusu maisha gani uwe nayo. Maisha yetu yanakuwa hayana maana kwenye vitu tunavyovifanya kila siku kama tunakosa imani navyo. Huwezi kuwa kama unavyotaka kuwa kama huna imani itakayokuwezesha uwe kama vile unavyotakiwa kuwa. Aina ya maisha mtu anayo inatokana na aina ya imani aliyonayo. Kila kitu ulicho nacho ni matokeo ya yale uliyoyaamini, iwe kushinda au kushindwa. Watu wengi wamezuia mapenzi ya Mungu kwa kuamini hali walionayo ni ya kudumu. Mapenzi ya Mungu yatatimiaje kwako kama unaamini hali ulionayo ni ya kudumu? Unapoamini hali ulionayo ni ya kudumu, huwezi kwenda kwenye ukurasa mpya wa maisha. Huwezi kuishi maisha unayoyataka. Huwezi kufikia mafanikio makubwa kwa sababu umejizuia kupiga hatua mwenyewe. Huwezi kukabiliana na matatizo yaliyokuzunguka. Huwezi kutengeneza historia ya maisha yako. Huwezi kuwa na hamasa ya kufanya unachotakiwa kufanya. Mtu akisema siwezi kufanikiwa, mtazamo huu huwa halisi kwake, kwa sababu hata kuwa na juhudi zozote zitakazompelekea hatua ya kufanikiwa. Ukiamini hali ulionayo ni ya kudumu, usitafute mchawi. Wanaoamini hali walionayo ni ya kudumu wamejifunga wenyewe kiakili, kimwili na kiroho. Akili yako ikisha kataa kitu, sehemu nyingine zote zinatii ukili wako. Unapoona ugumu wa kitu fulani, unakuwa umejiwekea kikwazo wewe mwenyewe kwamba hakuna kinachowezekana kwenye maisha yako. Unapoamini hali ulionayo ni ya kudumu, utajiona wewe ni duni, na ukijiona duni, adui atatumia hali hiyo kama nafasi ya kukumaliza. Ukiamini hali ulionayo ni ya kudumu, unakuwa mtumwa wa matatizo hayo. Na chochote unachokutana nacho, unakuwa umeruhusu hali hiyo izuie malengo na mipango yako. Unakuwa umejinyima nafasi ya kuweza kufanya vitu ambavyo ni vikubwa zaidi.
na vinaweza kukuletea furaha ya muda mrefu. Unakuwa umepoteza ramani ya kufanikiwa, na ukipoteza ramani ya mafanikio usitegemee Mungu kwenda mbali na wewe, kwa sababu kunakuwa na ukuta mkubwa kati yako na maisha bora. Mafanikio tunayo yahitaji tunayaandaa au kuyaharibu wenyewe kutokana na imani tulionayo juu ya yale tunayopitia. Ukiamini matatizo ulionayo ni ya kudumu, yataendelea kukusumbua na hayatakuacha usipoyashughulikia. Ukiamini mambo ni magumu na unaishi katika maisha ya utumwa, rudi katika imani yako, ndio kuna tatizo. Ondoa vizuizi vyote ulivyojiwekea kwenye maisha yako kwa njia ya imani. Matatizo ulionayo yasiondoe imani ya kumtegemea Mungu. Njia nzuri ya kujiondolea matatizo ni kuacha kuamini hali ulionayo ni ya kudumu. Unapoamini kuwa Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko chochote, unajenga mtazamo wa ushindi na ukufanya usikate tamaa hata pale unapokutana na vikwazo vikubwa. Kinachokupa kushinda ni kile tunachoamini. Imani inaondoa mipaka yote. Mtu yeyote anayetembea na Mungu hajakwama mpaka imani yake imekwama. Usipoteze imani yako. Imani yako ndio kitu pekee kinachokufanya uendelee hata wakati hakuna dalili njema. Imani ndiyo taa inayowaka ndani ya giza. Imani ndiyo sauti inayosema endelea, bado kuna kesho. Wale wanaokutana na magumu lakini bado wanaendelea, sio kwamba ni mashujaa zaidi au wana nguvu zaidi, bali wana matumaini. Tengeneza matumaini unapokuwa katika hali ya mkwamo fulani. Kuwa na picha ya kile unachokiamini kitakuongezea hamasa ya kufanya ili uweze kuyaona matokeo halisi unayoyataka. Msukumo wa kufanya unategemea imani ulionayo. Ukiweza kuona yasiyoonekana, utaweza kufanya yasiyowezekana. Hauvuki kwenye tatizo ulilonalo kwa sababu unataka kuvuka. Unavuka kwenye tatizo kwa sababu unaamini pia unahitaji kuvuka kwenye tatizo. Kukosa imani kunawasababishia watu kukata tamaa na maisha na kuona maisha ni machungu. Kwani imani inatawala eneo la akili, na akili ikishafeli hakuna kinachoendelea. Usipofuata unachokitaka kwa sababu ya wanaokatisha tamaa, kamwe hakiwezi kuwa chako. Watu wengi wanaposhindwa kupata yale wanayoyataka, huwa wanaamini hali walionayo ni ya kudumu. Tatizo likichukua nafasi, imani yako kwa Mungu inaondoka. Unayapa nafasi matatizo yako kwa kuamini ni ya kudumu. Kutokuamini kuna mzuia Mungu asifanye kitu unachokihitaji. Kumbuka, Mungu anafanya kazi katika mazingira ya kuaminiwa. Imani isipokuwa kwa Mungu itakuwa kwa shetani, na imani yako inapokuwa kwa shetani itakuwa kwenye vifungo na kukunyima uhuru wako unaopaswa kuwa nao. Jifunze kupima mazingira ambayo yataathiri imani yako kwa Mungu. Usipende kukaa na watu wanaokatisha tamaa. Usipende kusikiliza au kuzungumza mambo yatakayoathiri imani yako. Shetani hapambani na wasioamini, kwani hao ni wake. Yaani wapo tayari zizini. Hashughuliki nao kwa sababu wapo kwenye utawala wake. Adui hawezi kubomoa maisha ya mtu kama ameshindwa kubomoa imani yake. Adui ana vita na wenye imani. Maana mtu akiwa na imani hazuiliki. Mtu akiwa na imani ndio mlango wa kumwingiza popote anapotaka kuingia. Mtu akiwa na imani atapata matokeo ya kile anachokipambania. Jambo la pili, kukaza macho yako kwenye tatizo.
Ukweli ni kwamba namna unavyolitazama jambo ndio huamua maamuzi gani unaenda kuyafanya. Unapokutana na matatizo, usipoamua kulichunguza kwa makini, utaona maumivu na kupuuzia baraka iliyojificha ndani yake. Ukitaka kufika mbali, usiangalie unayopitia sasa, bali angalia kule unakokwenda. Ukiangalia kule unakokwenda, unakotaka kufika, utafika mbali. Geuza matatizo yako kuwa mtaji wa kupiga hatua. Usigeuze matatizo yako kuwa kituo. Watu wengi wana hofu nyingi zilizotawala akili zao, kiasi kwamba wanapofikiria wanaamua kuacha kufanya kile wanachopaswa kufanya. Watu wanaoangalia matatizo huwa hawaendelei mbele, wanarudi nyuma. Matatizo hukatisha tamaa watu waoga. Jasiri huyakabili na kusonga mbele na maisha. Shujaa si yule anayeogopa, bali ni yule anayepita katikati ya hofu yake na kuendelea mbele. Unapotazama mateso, mapito, vikwazo, moyo unaumia. Tunaumia kwa sababu ya kuangalia mambo yasiyofaa. Maumivu tunayo kwa sababu tumeyaruhusu. Huwezi kupata ufumbuzi wakati macho yako yamekaza kwenye matatizo. Ukiwazia ufumbuzi unakuwa na matumaini. Ukiwazia shida unapoteza matumaini. Penye matumaini kuna furaha, amani, utulivu, matarajio. Tatizo linaweza kuwa moyoni kwa sababu huna uhakika. Tumekuwa ni watu wa kupika matatizo yetu sisi wenyewe. Unapokuwa na matatizo na macho yako yakakaza kuangalia, utakuwa unachochea moto wa matatizo kuendelea kuwaka. Fikiri kwa mlengo wa kutoa suluhisho, si kuendeleza tatizo. Macho yako yanapokaza kuangalia matatizo yaliyokuzunguka, ndani yako utaingiwa na hofu ambayo itakwambia haiwezekani kutoka kwenye matatizo yaliyokuzunguka. Hofu ya tatizo ni mbaya sana kuliko hofu yenyewe, kwa sababu inaingilia kwenye uwezo wako wa kufikiri. Hofu inapokaa ndani ya mtu huwa inawasaidia maadui kumshambulia na kumshinda katika maeneo mbalimbali. Kuona kwako vibaya kunakufanya ushindwe mbele yake. Mapepo hayaondoki kwa sababu umeweka fikra zako kwenye kushindwa. Jambo muhimu la wewe kuelewa ni kwamba chochote kilicho na nafasi katika moyo wako ndicho kilicho na nafasi katika maisha yako. Tatizo likichukua nafasi, imani yako kwa Mungu inaondoka. Unapokuwa na wasiwasi, fahamu kwamba wasiwasi huo hauondoi tatizo, unaongeza tatizo. Unapokuwa na hofu, unachelewesha ufumbuzi wa tatizo lako. Jambo la msingi la kuelewa ni kwamba siku zote shetani humtawala mtu katika hali ya hofu. Hofu ni mlango wa roho chafu kuingia ndani yetu. Shida inaendelea kuwepo ndani yako kutokana na hofu. Kile unachokiogopa, tambua kuwa hujajitafutia nguvu ya kukishinda. Chochote unachoshindwa kufanya, maana yake kina nguvu kuliko wewe. Kwa nini kina nguvu kuliko wewe? Kina nguvu kuliko wewe kwa sababu hujakitafutia nguvu ya kukishinda. Matatizo usipoyakabili hayatakuacha. Huwezi kufikia kusudi la Mungu kama kuna vitu vinakuzuia na hujavishughulikia. Huwezi kumiliki bila kupambana. Huwezi kushinda bila kushindana, na huwezi kutawala au kuteka kitu ambacho hujakikabili. Huwezi kupata kile unachotaka kama hujajitoa kupata kile unachotaka. Kama unataka kuwa vile unavyotaka kuwa, utakuwa ikiwa utaamua na kujitoa sadaka kwenye kile unachotaka. Unaweza kuamua kutaka kuwa mtu fulani, lakini hujawa tayari. Unapokuwa tayari, unakuwa umejipa kinga ya uthubutu ya kukabiliana na chochote kile utakachokutana nacho mbele yako. Haijalishi ni nini, bali wewe utajali matokeo.
Hofu hugeuka kwa imani pale unapochukua hatua ya kuikabili. Ukikabili inakuwa daraja. Daraja linakupeleka kwenye toleo lako jipya, toleo lako bora. Changamoto tunazokutana nazo, tusipozikabili tunazikuza, na tukizikuza tunazipa nafasi ya kututesa. Unapopitia jambo gumu, ugumu huo sio tatizo halisi, lakini namna unavyolitazama hilo tatizo ndio linaweza kuwa ni tatizo halisi. Sio tatizo kwamba ndio tatizo, bali mtazamo wako kwenye hilo tatizo ndio tatizo. Tatizo huwa kubwa kama utakosa mtazamo sahihi kuhusu tatizo husika. Ukubwa wa tatizo sio tatizo lenyewe. Ukubwa wa tatizo unatokana na fikra ulizonazo unapokabiliana na tatizo. Changamoto sio hicho unachokipitia. Changamoto unashughulika vipi na hicho unachokipitia. Tatizo sio shida yako. Tatizo ni kutokujua ufanye nini katika shida yako ulionayo. Kwa maneno mengine, usipojua ufanye nini katika shida yako, hiyo ndio shida kubwa kuliko shida yenyewe. Unaweza kupoteza mwelekeo kama changamoto unazokutana nazo unaona ni tatizo. Tatizo sio tatizo kabla hujaanza kuliheshimu kuwa ni tatizo. Siku unapoanza kulihesabu na kulipatia heshima ndani yako ya kuwa tatizo, ndipo linapoanza kuwa tatizo na litaanza kukusumbua maishani, hata kukufanya ushiwishi maisha ya kukata tamaa siku zote. Ukiliangalia tatizo ni rahisi kukata tamaa, kuhuzunika, kufadhaika. Unapotazama mateso, mapito, vikwazo, moyo unaumia. Tunaumia kwa sababu ya kuangalia mambo yasiyofaa. Kama unaona maisha ni magumu na kukazana kuangalia ugumu wa maisha, yataendelea kuwa magumu kila siku, kwa sababu mtazamo wako ndio uliojenga na kutengeneza yawe hivyo. Ukitazama tatizo kama ukuta wa mafanikio, linakuwa ukuta wa mafanikio. Kinachotofautisha washindi na waliokata tamaa si ukubwa wa changamoto, bali ni namna walivyochagua kuiona. Kwa hiyo namna ulivyochagua kuiona ndio huamua liwe tatizo ama lisiwe tatizo. Usikaze macho yako kwenye tatizo, bali kaza macho yako kwenye ahadi. Wakati wa shida unatakiwa kutafuta ahadi za Mungu. Ndani ya ahadi kuna nguvu inayokusukuma kusonga mbele. Kuendelea mbele ni matokeo ya kushikilia ahadi. Ndani ya ahadi kuna uwezesho, tumaini, kuinuliwa. Ni lazima kukaza macho na fahamu zako kwa Kristo Bwana. Ukisoma katika kile kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 20, neno la Mungu, ukisoma katika kitabu cha Warumi unaweza kukuta maandiko hapo yanasema kwamba, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Ona maandiko, akimtukuza nani? Moja ya siri ya ushindi ni kumwangalia Mungu na sio tatizo. Haijalishi tatizo lina ukubwa gani. Kila siku tunakutana na magumu, lakini ndani yetu kuna nguvu ya ushindi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, ninyi ni watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kadiri unavyojifunga ndani ya tatizo lako, ndio tatizo husika linaongezeka. Usiangalie ukubwa wa tatizo, angalia uwezo wa Mungu. Mungu hawezi kutimiza neno lake kama wewe unaliangalia neno la shetani. Kusoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 12, Biblia inasema, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Jambo la tatu, kuwa na mtazamo au mawazo hasi.
kuwa na mtazamo au mawazo hasi. Kushinda au kushindwa kunategemea unavyowaza. Hali ngumu au mbaya katika maisha yako umeanza kuiunda wewe mwenyewe katika mtazamo wako. Maisha yetu daima huonyesha matokeo ya mawazo yetu makuu. Matokeo unayoyapata yanatokana na mtazamo ulio nao. Upo uhusiano mkubwa sana baina ya namna unavyofikiri na jinsi unavyoishi. Namna unavyofikiri ina athiri kile unachotaka kufanya. Unaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya mambo mbalimbali, lakini uwezo huo unaweza kuathiriwa na mtazamo wako mbaya. Mtazamo mbaya unaondoa uwezo wako wa kushinda. Ushindi wako upo katika mtazamo wako. Kama mtazamo wako ni hasi, maisha yako yanakuwa katika kizuizi. Kushindwa kwako hakutegemeani na nguvu yoyote ulionayo isipokuwa ufahamu wako. Kuanguka kwako hakutegemei maadui wengi ulionao isipokuwa aina ya mtazamo ulionao. Unapokuwa na mtazamo hasi, mtazamo huo utakufelisha katika mambo mbalimbali unayopaswa kuyafanya. Usiruhusu mawazo yako kuwa kizuizi cha mafanikio kwa kuwa na mawazo hasi. Kushinda au kushindwa ni matokeo ya yale uliyoyaruhusu kwenye mawazo yako. Hakuna ushindi kama huwezi kushinda mapambano ya mawazo. Huwezi kushindwa mpaka uamini akilini mwako kwamba umeshindwa. Watu wenye mtazamo chanya wa maisha ni watu wenye furaha siku zote, kwa sababu wamechagua kuyaona maisha katika mtazamo mkubwa, hata kama uhalisia unaonyesha tofauti kwa wakati huo. Huwezi kutumia akili zako ipasavyo kama ndani yako una picha mbaya, na kwa sababu hiyo unakuwa unampa ibilisi nafasi ya kuiharibu maisha yako. Mtu anapokuwa na picha mbaya, hata uwezo wake aliokuwa nao hawezi kuutumia. Matatizo ulionayo umeyatengeneza wewe mwenyewe. Hivyo kwa kuendelea kufikiri kama ulivyokuwa unafikiria wakati unatengeneza matatizo hayo, huwezi kuyatatua kamwe. Njia nzuri ya kupunguzia matatizo ni kuacha kufikiria mambo hasi na kufikiria mambo chanya. Utaweza kuondokana na matatizo yanayokutia hofu kwa kumtafakari Mungu usiku na mchana, na kwa kufanya hivyo magumu yaliyokuzunguka utakuwa umewekea ukuta na kushindwa kutawala maisha yako. Washindi hupata wanachokihitaji kwa sababu wanajua nini wanataka. Wana mtazamo chanya ambao unawahamasisha kuwapa nguvu ya kufikia malengo yao. Ukirejea kwa wana wa Israeli utagundua kuwa kikwazo hakikuwa kwenye mazingira, bali kwenye fikra zao. Tukisoma kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 26 hadi 30, Biblia inasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu uninung'unikiao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya wana wa Israeli waninung'unikiayo. Waambieni, kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi. Hao walioninung'unikia, hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawapitisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Sasa ukiangalia mfano wa wana wa Israeli, kikwazo hakikuwa kwenye mazingira, kikwazo kilikuwa kwenye fikra na mawazo yao. Haikuwa kwenye mazingira. Waliosema inawezekana kuingia nchi ya Kanaani, mazingira hayakuwa kikwazo kwao. Kushindwa kuingia Kanaani kwa baadhi ya wana wa Israeli
hakukutokana na mazingira, bali kulitokana na mitazamo yao. Vikwazo vyote kwenye safari ya mafanikio vinaanza na wewe mwenyewe. Kama ukikataa kukwamishwa na chochote, hakuna kitakacho kukwamisha. Kama ukikubali kukwamishwa, basi kila utakachokutana nacho itakuwa sababu ya wewe kushindwa. Kama mtazamo wako ni hasi, maisha yako yanakuwa kwenye kizuizi. Jambo la 4, kutokuruhusu. Kutokuruhusu ni kutokuamini, kutokupokea, kupinga au kukataa au kutokukubali. Chochote unachokiamini unakuwa umeruhusu kifanye kazi ndani yako. Hivyo ukiamini unaathiriwa na kile ulichokiamini. Ukikubali unashiriki kile unachokubali. Changamoto ni sehemu ya maisha ambazo kila mtu anakutana nazo. Usijione kama wewe peke yako ndio unapitia changamoto fulani. Jua kwamba kila mtu anakutana na changamoto kwenye kona tofauti. Hauko peke yako. Usione watu wana furaha na maisha yao ukadhani hawana changamoto au matatizo kama wewe. Watu wenye furaha japo wanayo matatizo, hawaruhusu matatizo wanayoyapitia kuondoa furaha yao. Wapo baadhi ya watu wanapoona watu wako kimya, wanadhani hawana changamoto wanayopitia. Kukaa kimya si kigezo kwamba hawana changamoto, bali wanayo, ila hawatangazi kwa kila mtu. Ishi ukijua kwamba kila mtu anapambana na magumu yake. Unaweza ukaona watu kwa nje wamefanikiwa sana na ukatamani kuwa na maisha kama hayo, ila ukipewa maisha yao unaweza hata usiyapende na kutamani maisha yako. Pamoja na kuwa changamoto ni sehemu ya maisha yako, lakini hazina mamlaka ya kukunyima furaha yako isipokuwa umeruhusu. Usiruhusu changamoto unaweza kukutana nazo zikuvuruge. Ukiruhusu hali ya nje ivuruge utaratibu wako wa ndani, itakudhoofisha ndani na nje. Hakuna kitu chochote kinachoweza kuharibu utulivu wako wa akili isipokuwa wewe mwenyewe umeruhusu vitu hivyo vikuvuruga akili. Hali ngumu au mbaya katika maisha yako umeanza kuiunda wewe mwenyewe katika akili yako. Unaweza kupata matatizo kwa sababu ya mambo ambayo umeyaruhusu ya kutawale. Maumivu tunayo kwa sababu tumeyaruhusu. Sababu ya magumu yako kukushinda ni kwa sababu umeyaruhusu. Usiruhusu kujisalimisha kwa adui wakati bado una nafasi ya kupambana. Tunajisalimisha kwa adui kwa hatuwezi wakati bado tuna nafasi ya kupambana. Utakutana na magumu, vikwazo na kushindwa, lakini usiruhusu hayo kuwa mwisho wa safari yako. Jipe kiapo kwamba utapata kile unachotaka na hakuna mbadala wa hilo. Jipe ahadi kwamba hata ikitokea magumu vipi, kukata tamaa mapema isiwe jambo rahisi kwako. Usiruhusu chochote kukatisha tamaa. Usiruhusu mawazo yako kuwa kizuizi cha mafanikio. Kwa kuwa na mawazo hasi, kushindwa ama kushindwa ni matokeo ya yale uliyoyaruhusu kwenye mawazo yako. Hakuna ushindi kama huwezi kushinda mapambano ya mawazo yako. Unachokimiliki, unachokitawala kinategemea fikra zako. Watu waliofanikiwa ni watu walio na nafasi, ambao hawajaruhusu matatizo kuwa sehemu ya maisha yao. Mawazo yao yanavuta chochote. Mawazo yako yanavuta chochote unachofikiria. Acha kujiumiza juu ya mambo ambayo huwezi kuyazuia yasitokee. Tatizo kubwa la mwanadamu wa leo sio kile kinachomtokea, bali ni namna gani anavyokipokea. Bali namna gani anavyokipokea kile kinachomtokea.
Chochote kinachotokea huwezi kukizuia, ila unaweza kuzuia mtazamo hasi na kuwa na mtazamo chanya, na hapo unakuwa umezuia tatizo lililotokea lisifanye kazi kwako. Siri ya mtazamo huu iko kwenye kile unachoruhusu kuingia kwenye akili yako. Hivyo unapaswa kujenga mtazamo wa uwezekano, mtazamo wa kuona kwamba mambo makubwa yanawezekana hata katika changamoto. Hakuna kitu kinachoweza kumzuia mtu aliyekataa kuzuiliwa. Umejizuia mwenyewe, wala hakuna aliyekuzuia wewe kupiga hatua kuelekea mafanikio. Jambo la 5, kutokuwa zaidi ya matatizo yako. Watu wengi wana matatizo yanayowasumbua kila kukicha kwa sababu hawajakuwa zaidi ya matatizo yao, na hiyo ndiyo sababu kubwa inayowafanya washindwe kutatua matatizo yao. Ukisoma katika kitabu cha Mithali 24 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, mtu wa maarifa huongeza uwezo. Uwezo wako wa kukabiliana na mambo mbalimbali unaamuliwa na maarifa ulio nayo. Ili uwe na uwezo mkubwa katika maisha yako, tafuta kujua. Unapokuwa na ufahamu mkubwa, unakuwa na uwezo mkubwa. Unapokuwa na ufahamu kidogo, unakuwa na uwezo mdogo. Unaweza kuwa na nia nzuri ya kushinda changamoto unazokutana nazo, lakini nia yako inaweza ikafelishwa na uwezo mdogo wa maarifa ulionao, na kwa sababu hiyo unakuwa umekosa ufumbuzi wa changamoto zinazokukabili. Uwezo wa mtu unapimwa katika kukabiliana na matatizo na sio kitu kingine. Kiwango chako cha maarifa ndio kiwango chako cha kuweza kukabiliana na mambo mbalimbali. Hivyo kwa wewe kuwa na maarifa itakusaidia kupambana na mazingira yoyote yaliyo kinyume na mafanikio yako. Usipokubali kulipa gharama ya kutafuta kujua unachopaswa kujua, unajitengenezea mazingira ya kushindwa kukabiliana na changamoto unazoweza kukutana nazo kwenye maisha yako. Ndugu msikilizaji, kwa leo tutaishia hapo, lakini kama kuna watu ambao wanahitaji vitabu, wana maswali, wana maoni, ushauri, unaweza kupiga kwa namba za simu 0766185417. Usiache kusubscribe ili uendelee kunufaika na masomo ninayoachilia. Mungu akubariki, Mungu akulinde. Amen.